Sasa tuangalie sababu 12 ambazo zinasababisha Mtanzania aendelee kuwa maskini. Naongelea Mtanzania kwa sababu Mungu amenituma katika hili taifa. Sababu 12 ambazo zinaweza zikafanya Mtanzania aendelee kuwa maskini, Mwafrika aendelee kuwa maskini, na binadamu aendelee kuwa maskini. Sababu ya kwanza ni imani potofu na ushirikina. Kuna imani ambayo inazuia mafanikio na kuna ushirikina ambao unazuia mafanikio. Amen. Nikiwasimamisha hapa watu 10 wote historia yao inakaribiana. Huyu atakwambia nilipokuwa na umri fulani nilikuwa na akili sana darasani. Siku moja nikasikia mtu ananishika kwenye bega, kuanzia hiyo siku nimeanguka kifafa mpaka leo. Historia kwanza hiyo. Mimi nitakwambia nilipokuwa darasa la 3 nilipoteza madaftari yote shule. Kuanzia hapo nikaanza kuwa wa mwisho. Hiyo itakuwa story nyingine. Mimi nitakwambia nilipokuwa naishi nyumba fulani nguo yangu ya ndani ilipotea. Kuanzia hapo kila ninachokishika hakifanikiwi. Sema nabii wa Mungu. Mwingine atakwambia baba nabii wa Mungu, niliala baba, nikalala, nikaota nalishwa vitu. Baba, kuanzia hapo hakuna ninachokishika. Hakuna baba, hakuna. Hata nipe mtaji wa milioni 10 babangu, hizo umetupa, sifanikiwi. Mwingine atakwambia nabii wa Mungu, nililala baba, nilipoamka baba, mpaka leo alama ipo mtumishi wa Mungu, hii hapa. Nilichanjwa hapa baba, hii alama unayoiona hii. Sasa hivi ni kama inataka kupotea. Baba, kuanzia hapo sifanikiwi tena. Amen. Mimi anakuambia mtumishi wa Mungu, nilianika nguo kwenye kamba baba. Jioni nimetoka kwenye shughuli zangu, kaenda kuchukua zile nguo. Baba, kuna nguo ilipotea, mpaka leo baba yangu nyumbani kwangu hailali 100,000. Nyumbani kwangu sijaweka milioni 1 toka huo mwaka. Sema nabii wa Mungu. Mwingine atakwambia nabii wa Mungu, baba, nimewahi kushika hela. Baba nabii, nimewahi kushika hela, lakini baba, nilipolala kuamka asubuhi ninachana nywele. Baba, hapa unapaona hapa nabii, unapaona hapa. Baba, niliamka hapa hakuna nywele mpaka leo. Baba, hakuna tena ninachokifanya hapa duniani. Nimebaki tu mtumishi wa Mungu, nasubiri tu Mungu mwenyewe anichukue nikapumzike. Sema baba. Mimi atakwambia nabii, nilikwenda kwenye msiba. Niko pale msibani baba, nimelala. Tumelala wengi tu. Kuna mdudu alikuja akaning'ata kwenye hiki kidole. Baba, kutoka hapo ndo huu mguu unauma mpaka leo baba. Naanza Januari namaliza Disemba. Baba, mimi ni dawa. Baba, mimi ni magonjwa. Sema baba. Sifanyi tena chochote. Sema nabii wa Mungu. Maana yake ni nini? Kila unayemuona maskini 100% ana chanzo cha historia ambacho ukikaa naye akikusimulia hautamuita maskini, hilo utasema kasababishiwa kwa maskini. Amen. Mimi anakwambia nabii, nilikuwa mzuri baba, nilikuwa mzuri nabii, nilikuwa handsome. Baba, huu mguu unaouona, kuna wakati humo ndani kuna kitu kama kina pekenye chui, kikifanya hivyo baba, mimi ni wa kitandani, sifanyi chochote. Mwingine anakuja anakuambia nabii wa Mungu, usinione hivi baba, si unaniona hivi natembea. Baba, hii maiti tu. Baba, hii ni maiti tu. Baba, hii ni maiti. Namuuliza nini mama? Anasema huu mguu umejaa ganzi, huu nao umejaa ganzi. Kuna jitu unalisikia linagonga huku bu bu bu, likitoka hapa linakuja linagonga huku bu bu bu, likitoka hapo linakimbia hapa kwenye koo. Siku hiyo baba, sili kitu. Sema nabii wa Mungu. Sasa sababu ni nini? Je, huyo mtu naye tumuite ni maskini au kasababishiwa umaskini?
Kasababishiwa maskini. Tumuite ni fukara au kasababishiwa ufukara? Kasababishiwa ufukara.